Maria Thomas nikiwa na mimi ni Bile George. Karibuni sana. Amina. Simame tuombe. Tuombe. Mungu na Baba yetu mwema uishie mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupatia nafasi hii, nafasi nzuri ya kuja kujifunza ukuu wako. Vipindi vizuri vipo mbele yetu. Mungu wetu, tunaomba vipindi hivi viwe vya maana kwa kila mmoja atakaye. Msikilizaji unaendelea kufuatilia matangazo haya, na katika kituo hiki kikuu ninaona watu wakiwa na nyuso za furaha kwa somo lililopita, na leo somo lilikuwa linasema kwamba wajibu wa mama, na leo ilikuwa zamu ya wakina mama, lakini jana ilikuwa ni zamu ya wakina baba. Na nimejifunza dada Mavi ya kwamba mama ndiye mwalimu katika nyumba. Wewe unajifunzaje? Nimebarikiwa sana na somo hilo, na nina imani na mimi nitakuwa huko mbele, nitafanya mambo mazuri sana. Amina. Amina. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa mausia ambayo anatupa kupitia watumishi wake. Nilipokuwa katika chumba cha kujiandaa, nimesikia vigongo ambavyo mtumishi wa Mungu ametupa sisi kama wanafamilia, yaani akina baba na akina mama. Amina. Sasa kazi kwako kufanya maamuzi, kubadilika au kuendelea kuwa pale pale. Fanya maamuzi. Wewe mama, je, unaendelea kuwa pale pale au unabadilika? Ni vyema ukachagua kubadilika. Amina. Somo la leo linakwenda kutupeleka moja kwa moja kumalizia ngwe ya mfumo wa chakula. Ngwe ya mfumo wa chakula. Tumekuwa tukiangalia mfumo wa chakula na magonjwa yake, lakini tukasahau sehemu moja ya mfumo wa chakula ambao ni muhimu sana. Hii si nyingine bali ni afya ya kinywa. Kumbuka tulipokuwa tukijifunza, tuliona kwamba mfumo wa chakula unaanzia pale mdomoni mpaka kule kwenye pulu. Kwa leo tutaangalia afya ya kinywa. Afya ya kinywa. Kumbuka, afya ya mwili haikamiliki unapokuwa na tatizo sehemu fulani. Kama mwili sehemu nyingine ni mzima lakini kinywa chako kikawa hakiko vizuri, then afya yako sio nzuri. Kwa leo tunaenda kuangalia habari ya afya ya kinywa. Na tukiangalia hapa tunaona kwamba afya ya kinywa ni kitu muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Kwa sababu kama kinywa chako sio kizuri, inamaanisha hata ulaji wako hautakuwa mzuri. Mahusiano ya watu wanaokuzunguka hayatakuwa mazuri. Na inawezekana kabisa ukajikuta unaingia katika gharama kubwa ya matibabu ambayo inaweza ikawa matibabu ya meno, kung'oa au kuchonga meno ya bandia. Yote hayo yanaletwa na wewe kutokuwa na afya ya kinywa nzuri. Labda tuangalie kitu kimoja hapa. Kwa nini tuongelee habari ya afya ya kinywa? Mwandishi mmoja alisema afya ya kinywa ni jambo la maisha yote. It's a lifetime commitment. Yaani tangia unapoanza kutambua kusafisha kinywa chako, ujue kwamba maisha yako yote
itabidi uhakikishe kinywa chako kinakuwa kisafi, lifetime commitment. Na hii inaambatana na kupiga mswaki, kutoa mabaki ya chakula kati ya meno, na kupunguza ulaji wa vyakula vyenye sukari nyingi. Kabla tujaenda mbele, tuangalie kweli 6 zinazohusu afya ya kinywa, na hii ni kwa niaba ya Shirika la Afya Ulimwenguni. Ukweli wa kwanza, 60% hadi 90% ya watoto wa shule angalau mmoja ana meno yaliyotoboka. Huo ni ukweli wa kwanza. Ukweli wa pili, 100% ya wazee wote wana meno yametoboka, angalau jino moja. Ukweli wa tatu, 15% hadi 20% ya watu wazima wenye umri wa miaka 35 hadi 40 wana magonjwa mabaya ya vinywa. Huo ni ukweli wa tatu. Ukweli wa 4, 30% ya watu wenye umri wa miaka 65 hadi 74 hawana meno yao ya asili. Kwamba ukichukua watu 100, watu 30 ambao wana umri wa miaka 65 hadi 74 walishachonga meno ya bandia, na hilo limeletelezwa na wao kutokuwa makini na afya zao za kinywa. Ukweli wa 5, katika nchi zetu ukichukua watu 100 hadi 10 wana shida ya saratani ya kinywa. Wana shida ya saratani ya nini? Ya kinywa. Hizo ni kweli 6 za afya ya kinywa kwa mujibu wa Shirika la Afya Ulimwenguni. Kwa hiyo, ndugu mtazamaji na msikilizaji, utaona kwamba kutokana na hizo kweli 6 kuna umuhimu mkubwa sana wa kuangalia afya yako ya kinywa, na hili ni jambo la maisha yako yote. Yaani ni kama vile ndoa tu, kwamba unapokuwa umeamua kumchagua Mrs. fulani kuwa mke wako, mpaka hapo kifo kitakapowatenganisha. Kwa hiyo na wewe afya ya kinywa chako itaendelea kuwa kazi yako mpaka hapo kifo kitakapowatenganisha. Tuangalie nini dalili za shida ya afya ya kinywa. Cha kwanza ni madonda katika kinywa. Yanaweza akawa kwenye ulimi, yanaweza akawa kwenye fizi, yanaweza akawa kwenye kona za mdomo. Lakini nyingine ni kutokwa na damu au kuvimba na fizi baada ya kupiga mswaki au kutoa mabaki ya chakula katikati ya meno. Dalili nyingine ni kutoa harufu mbaya, na hii imegharimu hata ndoa nyingi. Ndoa nyingi zimeingia katika hatia au hatihati ya kuvunjika kwa sababu ya harufu mbaya ya kinywa. Sio ndoa tu, hata urafiki umevunjika.
Dalili nyingine ni meno au fizi kuuma mara unapokuwa umekunywa kinywaji cha moto au cha baridi. Hiyo ni dalili nyingine ya kuwa na shida ya afya ya kinywa chako. Lakini dalili nyingine ni meno kuuma. Unasikia meno yanauma, na wengi wanakuwa wanasumbuliwa sana wakati wa usiku. Mchana hayaumi, lakini inapofika usiku yanauma. Yaani kwa Kiswahili cha leo, yaani jino linauma kama lote. Kwa hiyo anasumbua watu usiku, watu hawalali. Lakini kingine, unaweza ukakuta meno yako yanalegea, na hata wengine wameguswa kidogo tu wakasingizia amening'oa jino langu, kumbe tatizo ni la kwake. Lakini dalili nyingine ni maumivu wakati wa kutafuna. Yaani huyu hawezi kutafuna, akitafuna kidogo maumivu makali. Dalili nyingine ni kuvimba kwa fizi au mashavu na uso. Yaani ukimwangalia hivi huyu mtu unafikiri amepigana na mtu au amegombana, kumbe mtu wa Mungu hata sio mgomvi, ni meno yanaleta shida. Dalili nyingine ni kinywa kuwa kikavu. Hizo ni dalili za shida ya magonjwa ya kinywa. Na unapoona dalili hizo, changamka, inua kichwa chako, tafuta ufumbuzi. Nini ufanye ili kuweza kujisaidia na shida ya magonjwa ya afya ya kinywa? Kwanza, hakikisha kinywa chako ni kisafi kwa kupiga mswaki angalau mara 2 kwa siku. Angalau mara 2 kwa siku, at least. Unaweza ukaenda zaidi ya hapo, kwa sababu wataalamu wanashauri kila unapomaliza kula chakula hakikisha unasafisha kinywa chako. Lakini si hivyo tu, tumia dawa ambayo inafaa. Dawa nyingi zinazofaa zinakuwa na nembo ambayo inaashiria kwamba hii inakubalika. Lakini kingine ni kuhakikisha unatoa mabaki ya chakula katikati ya meno yako. Wengi sana tumejaribiwa kutumia vijiti. Wasukuma wanasema kuisogondola. Hiyo hairuhusiwi. Inaweza ikaleta shida kwenye kinywa au meno yako. Kinachoshauriwa ni kutumia kamba ngumu nyepesi ambayo inaweza ikatoa bila kuharibu mpangilio wa meno yako. Lakini kingine ni kupunguza ulaji wa vyakula vyenye sukari. Ukiangalia hizo takwimu za mwanzo, wale watoto wa shule wengi wanaumizwa na Big G, ice cream, soda, pipi. Vyote hivyo vinapelekea meno yao au kinywa chao kuwa katika matata. Kwa nini katika matata? Anapokuwa amekula vyakula hivi vyenye sukari, kinachotokea anajisahau kupiga mswaki. Bakteria walio katika kinywa wanayavunja, wanatengeneza asidi, na hii asidi inakula lile gamba gumu la jino na hivyo kupelekea shida katika kinywa chake. Lakini kingine ni kula vyakula vinavyostahili. Vyakula hivi vinavyostahili ni vipi? Vyakula hivi ni vile vya mboga mboga na matunda. Kingine ni kuepuka matumizi ya tumbaku. Hivi karibuni limeibuka
wimbi la vijana wadogo kutumia ugoro, eti wanataka wapate steam haraka kwa bei rahisi. Kwa kufanya hivyo unaharibu afya ya kinywa chako. Hautaharibu meno tu, pia unajiweka katika hatari ya kupata saratani ya mdomo. Wakati fulani hivi nilikutana na rafiki yangu ambaye alikaa katika kambi huko, alikuwa akitumia ugoro, akivuta sigara, lakini kilichompata, mdomo wake ulilika, akapata saratani ya mdomo. Kwa hilo ni tatizo. Lakini kingine ni kuhakikisha unapoona dalili hizi unawahi kwenye vituo vya kutolea huduma. Kumbuka lengo la masomo yetu ni kukuamsha wewe ili uweze kupata huduma haraka au kusaidia mwingine anayekuzunguka. Hebu tuangalie haya magonjwa ya kinywa. Ugonjwa wa kwanza ni matobo katika meno. Haya yanakujaje? Unapokuwa unakula chakula bila kupiga mswaki, kinachotokea kile chakula kinaenda kinagandamana kwenye meno. Kinapokaa muda mrefu, wadudu aina ya bakteria wanayavunja yale mabaki. Wanapoyavunja yale mabaki, wanatengeneza asidi. Kwa hiyo kwa sababu hili litakuwa ni jambo endelevu, unajikuta meno yako yote yamekuwa na matobo. Na yanapokuwa yana matobo, tobo hili likienda ndani zaidi na kufika katika ile sehemu ya jino ambayo ni hai, unakuwa na maumivu makali. Maumivu ambayo hauwezi ukasinzia, hauwezi ukastahimili. Huo ni ugonjwa wa kwanza. Lakini ugonjwa mwingine unaitwa kwa kitaalamu gingivitis au kuvimba kwa fizi. Nao pia unasababishwa vivyo hivyo na mabaki ya chakula ambayo yanakuwa yamejikusanya katika fizi, ambayo yanakuwa yamesaulika na huyu mtumiaji wa kinywa hiki. Mwingine ni kuvimba kwa sehemu ambazo yale meno yamewekwa. Sehemu hizi zinaitwa sockets. Na lenyewe pia linasababishwa na mabaki ya chakula. Yanapokuwa yanabaki katika kinywa, yanagandiana kwenye meno, yanatengeneza gamba gumu. Na hili gamba gumu linakwenda pembeni ya jino, na unajikuta wadudu wanapokuwa wanaotea kule, unajikuta unaingia katika shida ya kinywa. Ndio maana unakuta mtu huyu akipiga mswaki kidogo tu, meno yanatoa damu. La mwisho lakini sio kwa muhimu, ni saratani ya kinywa. Kama nilivyosema hapo mwanzo, vijana wengi wanatumia ugoro, wanatumia tumbaku. Hii inawapelekea kuwa na nafasi kubwa sana ya kupata saratani ya ulimi, saratani ya fizi, saratani ya midomo. Kwa hiyo ili kuweza kuepuka, imekupasa kuacha matumizi ya tumbaku. Bila kusahau, niliongelea habari ya harufu mbaya ya kinywa. Yenyewe pia inasababishwa na mambo mengine mengi mbali na afya ya kinywa. Hii ni pamoja na utumiaji wa tumbaku, kutokunywa maji ya kutosha, hivyo kuacha kinywa chako kuwa kikavu. Kinywa chako kinapokuwa kikavu, ule ute na ule utando unaoza kwa haraka, kwa hiyo unakuwa unatoa harufu mbaya mdomoni. Lakini nyingine ni magonjwa yaliyoko katika pua.
na njia ya hewa. Kingine ni ugonjwa ambao unasababishwa na mapungufu ya uwezo wa njia ya chakula kutozuia chakula kisirudi juu. Ugonjwa wa mapafu, na mara chache hata wagonjwa wenye kisukari wanaweza wakawa na harufu mbaya ya kinywa. Mungu awabariki sana mnapokwenda kuamua, kwa sababu lengo letu ni kukufanya wewe uamue. Lakini hauwezi ukaamua bila kuwa na nini utumie kuamua. Afya njema inatokana na uamuzi sahihi uliojengwa katika uelewa. Natumaini umeelewa na utafanya uchaguzi sahihi ili uweze kuokoa kinywa chako, kuokoa familia yako. Ile Lumala 2020. Lumala 2020. Mungu akubariki. Karibu, naendelea kuambatana nasi katika vipindi vinavyofuata. Amina. Tazama dunia inaomboleza na kudhoofika. Giza limetanda, watu wagubikwa, dhambi zapofusha. Wasione nuru kamwe. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Utukufu Bwana Mungu umekuzukia wewe. Ondoka uangaze, neno la Mungu taa na mwangaza. Angazie gizani, waje kwake Yesu Kristo. Angazie gizani, waje kwake Yesu Kristo. Bwana Yesu, nuru na jua la haki hutuangazia, nasi twaakisi nuru toka kwake, tuwaangazie. Watu watoke gizani, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Utukufu Bwana Mungu umekuzukia wewe. Ondoka uangaze, neno la Mungu taa na mwangaza. Angazie gizani, waje kwake Yesu Kristo. Angazie gizani, waje kwake Yesu Kristo. Somo la leo linaitwa kuokolewa kwa neema, sehemu ya kwanza. Mpendwa msikilizaji, mpendwa mtazamaji, mahali popote pale ulipo, Biblia inafunua wazi na watafiti wa mambo ya theolojia wamekubaliana ya kwamba tunaokolewa kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. Hiyo ndiyo ambayo inatufanya sisi tuokolewe kwayo. Lakini nisikilize, ukisema tu tunaokolewa kwa neema, utaanzisha dini ambayo haina mwelekeo katika theolojia.
Ndio maana nakwambia hivi, anza, tunaokolewa kwa neema, sawa, lakini mbili, hatuokolewi kwa sheria. Moja, tunaokolewa kwa neema, sawa kabisa, lakini mbili inayofuatana na hiyo, hatuokolewi kwa sheria. Nitafundisha sheria ya Mungu hapa, nitaielekeza, lakini elewa kuanzia mwanzoni, hatuokolewi kwa sheria, tunaokolewa kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usisahau sentensi ya tatu, tunaokolewa ndio kwa neema, hatuokolewi kwa sheria. Lakini namba tatu, tutahukumiwa kwa sheria ya Mungu. Mkutano, sijui kama wanaotusikiliza kule katika runinga wako kimya kama nini, lakini nataka nikuambie wazi, tunaokolewa kwa neema, moja, hatuokolewi kwa sheria, mbili, lakini tatu, tutahukumiwa kwa sheria ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe cheza, ruka, tunaokolewa kwa neema, sawa, na mimi nakubaliana na wewe, hatuokolewi kwa sheria, nakubaliana na wewe, lakini kaa chonjo ya kwamba siku moja Bwana atakapokuja, sheria itakayotumika kunihukumu mimi na kukuhukumu wewe ni sheria ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nataka nikuchukue taratibu kwa dakika chache za leo, maana somo litaendelea. Tunaokolewa kwa neema sehemu ya pili, tunaokolewa kwa neema sehemu ya tatu, tutaokolewa kwa neema sehemu ya 4. Mshindi wa runinga atapatikana katikati ya somo hili. Fungu la kwanza ambalo natamani tulisome pamoja ni kutoka katika kile kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi sura ya 3 na aya 20. Anasema, kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Shika mambo mawili yaliyoainishwa katika fungu hilo. Namba moja, Biblia inafundisha, Biblia inaelekeza wazi ya kwamba kumbe hakuna mwanadamu atakayeziona mbingu eti kwa sababu ameshika sheria ya Mungu hatua kwa hatua, yani ameanza ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 mpaka ya 10 kama nitakavyoainisha hapa. Sasa huyu mtu haokolewi kupitia kwa kushika sheria. Kwa nini mchungaji? Nisikilize vizuri. Ikiwa umekwenda magereza yote Tanzania, kuna aina mbili za wafungwa. Kuna wafungwa ambao wanatarewa kutoka magereza, lakini kuna wafungwa waliohukumiwa kwa tamko la mheshimiwa jaji ya kwamba unahukumiwa kunyongwa mpaka ufe. Uko na mimi? Wafungwa hawa, chukua mfungwa huyu wa pili aliyehukumiwa kunyongwa mpaka afe, akaingia magereza. Alipofika magereza akawa mtu mwema, hali chakula, maana anasema mpende jirani yako kuliko nafsi yako. Kwa hiyo akipewa chakula anampatia mwingine, anatembea mpaka anaangalia asije akakanyaga sisimizi, maana imesema usiue. Anakuwa mtu mwema. Swali langu rahisi ni hili: je, ile amri yake iliyotamkwa na mheshimiwa jaji ya kunyongwa mpaka afe pamoja na maisha yake mazuri ya gereza inabadilishwa? La, haitabadilishwa. Ndio maana mwanadamu kupitia kwa Biblia alipoambiwa usile matunda ya mti wa kujua mema na mabaya, usile, mwanadamu alipokula ile amri utakufa imesimama kama hukumu, isipokuwa tu kama yule
mfungwa ambaye hata ondolewa magereza wala hukumu yake haitabadilishwa magereza kwa ajili ya tabia yake au kwa ajili ya namna anavyoishi, isipokuwa kwa msamaha wa Mheshimiwa Rais. Ndivyo sisi wanadamu hatutahesabiwa haki mpaka kwa neema ya Yesu Kristo. Sema haleluya. Kwa hivyo tunaokolewa kwa neema, maana tulikwisha kutenda dhambi tayari, tunangojea hukumu. Na hata tupende mema kiasi gani, na hata tufanyeje, hapana. Kinachotusaidia sisi ni neema ya Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza hoja namba 2 kwenye fungu hilo. Hoja namba 2 ilikuja imesema, kwa maana kutambua dhambi hoja kwa njia ya sheria. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sheria imeletwa si kutuokoa. Sheria imeletwa ili itutambulishie dhambi, ituonyeshe mapungufu, ili tupate fursa ya kukimbia kwa msalaba, tupokee neema ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sheria ni kama kioo, kinakuonyesha ya kwamba hivi ulivyo. Umebakiza dawa. Hivi huoni dokta, ni dawa ya meno au dawa ya mswaki? Dawa ya meno. Asante mwanangu. Maana ingekuwa dawa ya mswaki ingeishia kwenye mswaki, isingefika kwenye jino. Sasa umekosea. Dawa ya meno, dawa ya mswaki imebakia huku. Ukaenda kwa kioo. Kioo kitakuonyesha ya kwamba hapo kwenye mdomo wako, kando yako, kuna kitu kisichokuwa halali. Kioo kimemaliza kazi yake. Kioo hakibanduki ukutani kuja kukuosha, la, unatakiwa uondoke, uende kwenye sinia la maji. Uende kwenye sinia la maji ndipo uoshe. Kwa mfano huo, sheria ya Mungu ni kioo. Haleluya. Na maji yanayotuosha na kutusafisha ndiyo neema ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hilo fungu limeishia hapo. Lakini hebu tuende pale chini kidogo usikie maneno. Maandiko matakatifu hayajaacha kuainisha hili. Soma pamoja nami katika kitabu cha Kutoka sura ya 31 mstari wa 18. Maandiko matakatifu yanasema, hapo Bwana alipokwisha kuzungumza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao 2 za ushuhuda, mbao 2 za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha nani? Cha Mungu. Hapo nikisoma fungu hilo linaniweka mahali ambapo kama mwanadamu nikiangalia sheria ya Mungu ninaona Mungu mwenyewe. Ndiyo maana hakumtuma yeyote kuziandika sheria za amri 10, kuanzia amri ya kwanza mpaka amri ya 10. Ameandika kwa chanda chake mwenyewe. Chanda ni hiki unachokiona hapa, maana hili ni gumba, hiki ni chakati, hiki ni chapete, aka ni kadogo. Chanda cha Mungu ni hiki hapa, ndicho kilichotumika kuandika amri 10 za Mungu. Zile amri 10 za Mungu nilizokuambia hapo mbeleni ya kwamba ndizo Mungu alizoziweka wazi kwa mwanadamu, na anamwekea wazi hivyo, maana zina maana kubwa kama nilivyokuambia mwanzoni. Kama hujatambua dhambi, utatambuaje umuhimu wa neema? Hutatambua. Kwa hivyo sheria ya Mungu ipo pale kwa ajili ya kuamsha hali ya ukosaji, kuamsha hali ya hatia, ili tushike barabara ya kwenda kwa neema ya Yesu. Yaani damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani yatosha kwa kila mwanadamu kuweza kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninakutambulisha amri
10 za Mungu zilizoandikwa kwa chanda chake mwenyewe. Ndio wanatheolojia wote duniani wanakubaliana nami ya kwamba Biblia nzima, kama tulivyosoma siku ya kwanza, kitabu ninachoweza kukiamini, Mungu alitumia manabii kutumia kwa Roho wake, wakaandika. Lakini kifungu hiki cha maandiko ninachokwenda kukusomea, Mungu hakumtuma yoyote. Alimuita Musa mlimani, akamwambia Musa, hii ndiyo sheria yangu imeandikwa katika mbao 2 za mawe. Ubao wa kwanza umeandika sheria 4, yaani zile zinazohusu mahusiano ya mwanadamu na Mungu. Halafu ubao wa pili umeandikwa sheria nyingine 6. Hizi zinamhusu mahusiano ya mwanadamu na mwanadamu. Zimeandikwa kwa chanda chake. Naomba kurudia, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu, zimeandikwa kwa chanda cha Mungu. Na mwanadamu yoyote anayejaribu kurekebisha kwa namna yoyote, anashika chanda cha Mungu kwa marekebisho anayotamani afanye. Ndio maana ni vyema ukawa msikivu, ukafuatilia hatua kwa hatua. Jambo hili linalowekwa wazi katika viwanja hivi si kwa makusudio ya mwanadamu awaye yote asije akajisifu. Ni Mungu mwenyewe alipanga mkutano wa Lumala 2020 kwa ajili ya wokovu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kama hujachelewa sana, songa pamoja nami katika kile kitabu cha Kutoka sura ya 20. Nitasoma kwa kasi kidogo, kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 17. Haya ndiyo maandiko ambayo Mungu alimpatia Musa katika mbao 2 za mawe. Ndio amri namba 1, niseme kwa ufupi, usiwe na miungu mingine ila mimi. Kutoka 20 mstari wa 3, Mungu anaagiza tusiwe na miungu midogo, wala usiwe na mazoea ya kutegemea urithi. Mtegemee Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mkutano mmoja walinikimbia wengi wasikilizaji wangu. Nilisema leo baada ya mkutano huu nakagua waliovaa hirizi wote na wakamata. Wewe mkutano wa kufika mwisho, watu wakafumukana, maana wana miungu vidogo. Na Mungu anasema nitegemee mimi. Na wengine wamekuja na fungu ambalo halipo katika Biblia. Eti Mungu anasema jisaidie na mimi nitakusaidia. Fungu hilo halipo. Na waganga wa kienyeji wanaendelea kuwachukulia fedha zenu bila sababu. Yupo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikuambie, kuna mganga wa kienyeji amekuagiza lete matembele, kuku mweupe, supu si ile. Wajinga ndio waliwao. Lumala 2020 na kuangaliza macho kwa Mungu. Haleluya. Tumtegemee Mungu peke yake. Amri namba 2 inakuagiza usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, nami na warehemu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Bwana Yesu asifiwe. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Na anasema usije ukathubutu kuabudu. Juzi kupitia kwa taarifa, Wahindi wakatupa miungu yao baharini. Wanasema kama miungu imeshindwa kutuokoa na korona haina maana, wakaweka kwenye maroli, tupa. Biblia wameshindwa kuisoma siku nyingi. Usijifanyie sanamu za kuchonga ukamfanya Mungu. Kama Mungu wako anaweza akachongwa, huyo ni Mungu wa sampuli gani? Pale Kenya wakawa na
ibada makini sana, wakatoa sadaka kwa limungu limoja limewekwa pale lisanamu, wakaweka sadaka, kumbe kuna vibaka wamezunguka hilo jengo wanangojea tu sadaka zitimie. Zilipotimia wakawapulizia dawa, walipopulizia dawa wote wakalala, jamaa wakaingia wakaiba mungu na sadaka zote. Sasa jamaa wanakwenda polisi, jamani tumeibiwa mungu wetu. Polisi anasema jamani mungu wenu ameibiwa. Hiyo kesi kubwa sisi hatuiwezi. Kama mungu wenu anaibiwa, sasa nani atakayewalinda ninyi? Ndugu zangu, Biblia inasema kweli usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ni aina fulani ya kusumbua akili mahali fulani, sielewi inakwenda inatokea wapi, lakini Mungu anasema mimi nipo, ndiye naye kutunza na kupatia hewa. Bwana Yesu asifiwe. Babu mmoja analetewa bili hospitali, maana aliwekewa oksijeni kwa siku 2, akaambiwa utalipa $3,000,000. Akaonekana kutoka machozi. Madaktari wanamuuliza unatoka machozi ya nini? Akasema sasa ndipo ninamjua Mungu wangu alivyo ajabu. Nina miaka 70 sasa, hajawahi kuletea bili hata ya siku moja. Leo nimekaa hospitalini kwenu siku 2, mnaletea bili ya kupumua ya $3,000,000. Yupo Mungu, yupo Mungu ndugu zanguni. Yeye ndiye ambaye anapaswa kuabudiwa na sio masanamu. Nikwambie ukweli, amri ya 3 imeagiza hivi. Amri ya 3 imeagiza usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Ukisema tu ya kwamba kwa kweli sijachukua kitu fulani, yatosha. Usije ukasema haki ya Mungu, sijafanya hiki. Unataja jina la Bwana Mungu wako bure bila sababu. Hujafanya hiki, sema hivyo na mambo yamekwisha. Kwa nini uingize jina la Mungu? Jina la Mungu natajwa mahali pasipo stahili. Usilitaje jina la Bwana Mungu wako isivyo stahili. Nawapenda sana mabinti wa Kijita, wanaheshimu sana majina ya wakwe zao. Hakuna siku binti wa Kijita atataja jina la baba mkwe wake hata siku moja. Ndio habari hiyo ninayo, na mimi niliposikia nikatiwa moyo sana. Ikiwa unamheshimu baba mkwe kiasi gani, kiasi hicho, habari gani kumheshimu Mungu muumbaji? Bwana Yesu asifiwe. Na kuhakikisha ya kwamba unatunza jina lake. Waebrania walijifunza hili vizuri sana. Mahali popote palipoandikwa jina Yahwe, yani Yahwe ni jina la Mungu kabisa kwa Kiebrania. Mahali popote wanapoona inaandikwa Yahwe, hawataji Yahwe, wanataja Adonai, jina mbadala la kumtaja Mungu. Maana Mungu hataji kwa jina lake, maana walijifunza wakaelewa hivyo, na Mungu anataka watu wafanye hivyo. Amri ya 4 inasema ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Siku ya 7 Bwana ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Kwa maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Kachonjo kujifunza somo hili katika tumeokolewa kwa neema sehemu ya 2. Utafahamu historia yake, utafahamu maandiko yalivyoandikwa. Kwa ufupi, neno Sabato limeandikwa mara 188. Sijui kama mkutano wetu utatosha kusoma kila fungu, lakini nitakuelekeza. Mpendwa mtazamaji, nitakuelekeza. Msikilizaji wangu, nitakuelekeza. Wala usipate shida juu ya jambo hili. Utaelewa vizuri sana juu ya neno Sabato. Kuna wengine kitajwa Sabato wanapata kichefuchefu. Basi usiofu. Badala ya neno Sabato tutatumia neno linaloitwa pumziko.
maana Sabato ni Kiebrania. Usiofu. Tulia katika mfululizo wa masomo haya na utaelewa Mungu ameagiza nini katika amri ya 4. Kama sitakuchelewesha, amri ya 5 inaagiza kuheshimu baba na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Haleluya. Pia amri ya 6 imeagiza usiue. Amri ya 7 imeagiza usizini. Waliooa usifanye uasherati. Vijana ambao hawajapata wenzi watulie tu. Haleluya. Na madaktari walikubaliana na theolojia ya kwamba Mungu akikuagiza jambo anakupatia ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu watu wote ambao hawajapata maambukizi ya HIV, niko sahihi? Walitii agizo la usizini wala usifanye uasherati. Maana Mungu anatamani kukupatia ulinzi. Wewe kijana, wewe binti, na nyinyi familia, msiingie kwenye matatizo ya kuanza kuulizana nani kauleta. Maana Bwana ameagiza ubakie na mume wako, ubakie na mke wako, bakia njia kuu, acha michepuko. Maana michepuko sio dini. Inawaacha watoto yatima bila sababu. Na Mungu ameagiza usizini, na Mungu ameagiza usifanye uasherati. Ni chukizo kwa Bwana, lakini ni ulinzi kwako. Amri ya 8, usiibe. Kwa kweli nikushukuru sana daktari wa ndoa. Mama yako alisema vizuri sana. Alikwambia usiibe mjini. Mjini ukiiba matokeo yake ukikamatwa ni tunakufunga tawi tu, tunakupiga moto. Maana hapa mjini watu wengi wamerudishwa maendeleo yao nyuma na wezi, vibaka na kadhalika. Na wakikupata hawana huruma kabisa. Walikwisha kwa kumuua kijana mmoja mdogo mzuri tu kando tu ya nyumba yangu. Akanapigwa. Sema hapa mtauna nimeambiwa kuna mchungaji. Bahati mbaya nilikuwa safari. Mmoja nilimuokoa maana nilikuwa around. Nilipofika vijana wa mtaani wananijua za mchungaji pasa umeshakuja umetuharibia dili. Huyu tulikuwa tunachoma moto. Maana hutaruhusu tumchome moto, lazima ishieni hapo. Nyanyuka. Kwa nini umeiba? Anajieleza, napiga simu polisi, wanakuja kumchukua. Lakini huyo sikuwepo, alipigwa mpaka akafa. Alisikika akisema, nilishauriwa na mama yangu. Aliniambia nisijihusishe na mambo ya wizi. Mimi nimejihusisha. Ona leo sina msaada. Kwa kweli hakuwa na msaada, maana saa 2 asubuhi alikuwa ameshakata roho. Usiibe. Fanya kazi. Haleluya. Ishi kulingana na kipato ambacho Mwenyezi Mungu amekupatia. Biblia imeagiza usiibe. Na amri ya 9 inasema usimshuhudie jirani yako uongo. Watu wanapenda sana uongo. Watu wanapenda sana kuwanenea wenzao mabaya. Hiyo ni dhambi na Mungu atakuhukumia hukumu. Usimshuhudie jirani yako uongo. 10 na mwisho anasema usitamani nyumba ya jirani yako. Usimtamani mke wa jirani yako. Nyuma yake imefungika imesema usimtamani mume wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Hayo ndiyo maneno ambayo Mungu aliyaandika kwa ujumla wake, akayaweka kwenye mbao 2 za mawe, akampatia Musa. Na Musa akaenda moja kwa moja kwa wana wa Israeli, akawaambia, hivi ndivyo Bwana alivyoagiza. Na wana wa Israeli wakasema, kama ni Bwana amesema, sisi tutasikiliza. Bwana Yesu asifiwe.
na wakaendelea kuwa wasikivu. Amri 10 zikachukuliwa kama zilivyo, zikaenda kuwekwa hekaluni, mahali ambapo watu wakiingia kwa ibada, wakienda katika ibada zao za maungamo, kuhani mkuu akifanya huduma ile alikuwa akinyunyizia damu ya wanyama kama sehemu ya huduma ya upatanisho kati ya mdhambi na mbingu. Miaka nenda miaka rudi, maana ni amri ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nikauliza swali, hivi Mungu ni wa ajabu kiasi gani? Kwa nini ameandika hizi mbao 2 za mawe, ameandika mbao 2 hizi za amri 10 kwenye mawe? Kwa nini asiandike kwenye mninga, ubao ule mgumu kuliko wote, auliwi na nini? Ngoja nikwambie, kama amri 10 za Mungu zingaliandikwa kwenye ubao wa mninga, zingalikuwa zimekwisha kuliwa. Maana kuna ubao mgumu uliogunduliwa hivi karibuni, uliotumika kwenye ujenzi wa safina ya Nuhu, nao umeliwa, umebakia mabaki. Na hilo ni jambo muhimu la kuelewa, kwamba Mungu huchagua kitu kwa sababu. Nikasema kwa nini asichague kuweka amri 10 za Mungu kwenye chuma kimoja kigumu? Jibu likaja, chuma hicho ni kulingana tu na muda ambao utakaa, lakini kutu haina lelemama, itatafuna na kumaliza. Lakini habari gani jiwe? Wewe ni shahidi. Lile jiwe la nyumbani kwako unalosuguria, alafu unajitia kutoka mjini huko, sawa, kumbe umejisuguria kwenye jiwe. Lile jiwe litaendelea kuwepo hapo karne na karne. Mto utazunguka, nini kitazunguka, maji yatamwagiwa juu yake, oili itamwagiwa juu yake. Hakuna siku jiwe litabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo amri ya Mungu, amri za Mungu ni amri za milele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia imesema hivi kwa haraka tunapomalizia mazungumzo yetu jioni ya leo. Anasema katika Yakobo sura ya 2 aya 10. Anasema maana mtu yeyote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Ndio maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiibe. Basi ijapokuwa ukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Semeni hivi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Sheria ya Mungu inaainishwa hivi, ya kwamba usije ukasema nimeshika 9, moja nimeiacha. Umekuwa mvunjifu wa sheria, maana aliyesema ile ulioiacha ndiye aliyesema hizi ulioshika. Kwa hiyo umekuwa mvunjifu wa sheria kwa ile ulioiacha. Kwa hivyo kanuni ya amri 10 za Mungu zinapaswa kushikwa zote kadri ya Bwana alivyoziainisha. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hajamaliza hapa. Yakobo 1:23 mpaka 25 anasema, kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu aliyejiangalia uso wake katika kioo. Ndio maana hujiangalia kisha huenda zake, maana akasahau jinsi alivyo. Ndipo lakini aliyeitazama sheria kikamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atabarikiwa katika kutenda kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa si namna unavyoieleza, ni namna unavyoishi. Na kuangaza, kuondoka na kuangaza si kwa namna unavyosema, ni namna unavyoishi. Watu wanasema hapa kuna mtu wa Mungu, maana hata unavyoishi ni sawasawa na maagizo ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema huyo amebarikiwa katika kutenda kwake. Biblia haijaachia hapo. Yohana 14 aya 15 anasema, mkinipenda
mtazishika amri zangu. Bwana Yesu asifiwe. Haitoshi kurukaruka Yesu nakupenda, Yesu nakupenda. Haitoshi. Inatoshelezwa kwa kuziangalia sheria ya Mungu, sheria za Mungu na kuzishika. Kusema kwa maneno na kupenda Yesu, na kupenda Yesu haitoshi. Ziangalie sheria za amri 10 za Mungu na kuangalia ya kwamba zinatendewa hatua kwa hatua. 1, zinafundishwa. 2, watu wake wanaziangalia. Hapo ndipo inasema tunampenda Bwana. Haleluya. Kwa hiyo ukisema unampenda Bwana huku unaiba, hujasema vyema. Ukisema unampenda Bwana wakati unafanya uzinzi kwa siri, hujasema vyema. Maana Bwana anayechunguza mambo ya sirini, anayeyaona, na ndiye atakayesimama katika saa ya hukumu. Ngojeni niwaambie ndugu zangu na dada, hakuna kilichosalia sasa, ni kuondoka na kuishi sawasawa na neno la Bwana. Usiwe, ndio. Usizini, ndio. Usijifanyie sanamu ya kuchonga, ndio. Ikumbuke Sabato, unasema ndio, bila kisingizio. Hapo ndipo unampenda Bwana. Haleluya. Na si vinginevyo. Hebu sikia fungu hili la mwisho napokuacha, unapokwenda kupumzika jioni ya leo, ili tuonane hapo kesho kwa wakati na muda kama huu. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 na aya ya 17, anasema joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Ngoja nikwambie, shetani na Ibilisi ameelekeza mishale yake kwa watu maalum, watu waliogundua kuzishika amri 10 za Mungu na kama sehemu ya maisha. Si kwamba wataokolewa kwa Bwana Yesu asifiwe. Maana wanajua ni sheria ya uhuru na sheria ya upendo. Hili kundi maalum linaangaliwa kwa namna ya tofauti. Kesho nitaanza kukuambia ni kwa nini kundi hili linaangaliwa kwa namna tofauti, ni kwa nini kundi hili ni la pekee sana. Nataka nikuhakikishie, mahali popote unapoabudu, endelea, usiwe na wasiwasi, lakini endelea kujifunza kujua, je, unatembea katika njia ambayo Bwana anataka kwa ukweli wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanasema Mwenyezi Mungu tusaidie? Tusaidie tufahamu hatua kwa hatua kile kitu unachotaka tukifanya katika maisha yetu kupitia kwa neno lako. Ndio, kuna walimu wanapotosha, na nipo hapa kufunua mapotoshi yote yatabakia wazi, ili we mtu wa Mungu upate fursa ya kuchagua. Uchague kulingana na ukweli unaofunuliwa na Biblia. Ndio, najua si habari njema kwa aina fulani ya viongozi wa dini ambao hawataki kweli hizi zijulikane kwa watu wa Mungu wapate kuchagua, lakini habari njema ni hii: hakuna kiongozi yeyote wa dini isi watu wote wanapaswa kuelekezwa Mungu anavyotaka na sio vinginevyo. Lumala 2020 ipo hapa kufunua kweli. Na marafiki zangu mnaowapelekea watu wengi katika runinga zao, katika